Kwa jina la Yesu! Kwa jina la Yesu! Kwa jina la Yesu! Toka pepo! Toka! Toka pepo! Ushindwe na ulegee kwa jina la Yesu. Hauna mamlaka. Navunja na kuharibu nguvu zote za giza zina mamlaka. Nimepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Navunja na kuharibu kama umetumwa wewe pepo na kuamuru rudi huko ulikotoka kwa jina la Yesu. Hauna mamlaka ya kunizuru. Ushindwe na ulegee kwa jina la Yesu. Toka pepo! Toka! Baby Supu, uko salama mtoto wangu? Ndiyo, niko salama madam. Hauna shida yoyote? Ndiyo. Lakini umemwona yule kiumbe alikuwa amesimama hapo? Ndiyo. Pole, usiogope sawa? Sawa madam. Baby Supu, nadhani umeona hali iliyotokea hapa. Kwa hiyo siwezi kukuacha uende nyumbani peke yako. Inabidi nikupeleke mpaka getini. Nikishakufikisha afu mimi nitaenda nyumbani kwangu. Sisi tuko na Mungu, sawa? Kwa hamna chochote kinaweza kikatuzuru. Sawa mtoto wangu? Sawa, asante sana madam. Mungu akubariki. Haya. Twende nyumbani, sawa? Twende. Kichinjilo taratibu, mwenzako naumia. Pole sasa. Sasa tutafanyaje? Tusipounyosha utavimba unajua. Inabidi sasa hivi hapa tuunyoshe, baadaye tuchukue maji tuweze kuukanda. Kwa tulia basi tuunyoshe. Taratibu sasa. Sebiga, umeona mambo yako haya? Umeona unapozingua kichaa wangu? Dakika za mwisho umezingua, Farida umemwacha, ameenda mwenyewe kutafuta suko maji, sina magani vipi? Amedondoka hapo bondeni, ameumia. Haya, kama hapa tunafanya nini? Angevunjika mkono. Kila siku nakwambia kuwa makini na Farida, kuwa makini na Farida, afu mwanangu uelewe. Yaani uelewi kabisa. Sasa uone kwamba mwanangu sasa mpaka sasa hivi hapa tunahangaika. Aya, mpisha hapa atakuwepo nani? Tutafanyaje? Wewe unazingua. Kila siku nakwambia kuwa makini na watoto wa kike unakuwa unazingua. Lakini kaka, mimi sikuwepo hapa nyumbani, nilikuwa nimetoka kidogo. Umetoka? Kutoka ndo nini? Mbona mimi sizungumzia hapa Zaburi au Matendo ya Mitume? Kwa mwanangu, kama ulitoka mimi ndo yananihusu nini kama ulitoka? Hapa nyumbani mimi nilikuacha wewe na nani? Unamwacha mtu anatoka anaenda mwenyewe anaenda anachukua maji. Alafu sasa hivi hapa unazungumza kuhusu kutoka au mwanzo. Au unataka kuzungumzia Zaburi 20 mstari wa kwanza mpaka 12. Unasema wanawake inabidi tuishi nao kwa akili. Unamwacha mtu anaenda huko. Haya, angeumia, angevunjika. Keti. Lakini makosa sio ya Sebiga. Makosa ni ya kwangu mimi kwa sababu ndo nilichukua ndoo na kwenda kuchukua maji. Hata hivyo, Kichu mimi ni mtoto wa kike. Mimi ni mtoto wa Kiafrika. Kwa hiyo kufanya kazi ndogo ndogo kama hizi ni wajibu wangu. Yaani ni haki yangu kufanya chochote ambacho naona kabisa hiki nakiweza. Kwa hiyo naomba usimfokie Sebiga. Makosa ni ya kwangu. Farida, lazima ukweli ni uzungumze. Yaani ukweli mchungu lazima ni uzungumze. Najua ni mtoto wa kike, ni wajibu wako kufanya chochote katika hii nyumba, naelewa. Lakini pia jukumu la ulinzi hapa na usalama ni jukumu la Sebiga, kwa sababu mimi huwa nakuacha na Sebiga. Je, ikatokea umeenda huko, ngosha kakuona, kakupiga mjiwe, kakupiga mnungu, kakuua. Kesi inaenda kwa nani? Kwa Mbuvu Mfupa. Na ikatokea Mbuvu Mfupa hapa kesi imekuja, sisi tutashindwa kuikabili. Mimi itabidi mimi niende wapi? Niende Ngome. Wote itabidi tuende Ngome. Na tumeenda Ngome, haya. Anaishi nani hapa nyumbani? Dada ataishi na nani? Kwa kuna baadhi ya vitu vingine ni uzembe tu mtu binafsi, inabidi vizungumziwe. Dogo yake umezingua na ulichokizungumza mimi sijakipenda, kwa sababu unaona hata hapo bonde hapo. Sisi wenyewe tu ante moja madumu huwa yanatushinda hapo kunyanyua. Kubeba tu ndo hapo. Maana kibao utotoni hapo nusu utoe meno. Mwenyewe unajua kabisa ushatoa meno sana hapo. Yashatushinda sana kunyanyua madumu hapo. Wewe leo unamwacha Farida anakuja ananyanyua mwenyewe madumu. Uone kwamba ni hatari hiyo. Haya, angeumia naye, angevunjika mkono sasa hivi hapa tungekuwa tunafanya nini? Tunaelewa kumtibishia sasa hivi? Hatuna hela, maisha yenyewe magumu, unazingua. Na unachokifanya mimi sijakipenda. Lazima niongee ukweli. Kichinjile, naomba usimfokee Sebiga. Wewe kama unataka kufoka basi nifokee mimi kwa sababu kosa ni la kwangu na sio la kwake. Anazingua, na lazima niongee ukweli. Wewe umezingua na umenikwaza. Yaani umezingua kinoma. Sema nini? Ngoja niendelee tu kukunyosha mkono. Nikunyosha baadaye uje ukande.
Unakuwa mzembe ndo nini? Basi taratibu. Tulia basi Farida. Ngoja nikunyoshe mama yangu. Nitakupiga hata mbanzi nikutoe meno, mshenzi nini? Pole. Jeni, unaona? Nikwambia jamaa noma. Tayari nishamaliza kazi yetu. Bibi Seba, ushamaliza kazi yetu? Hapana. Sijafanikiwa. Lakini tayari kwa ameshaingia kwenye tageti zangu. Unamaanisha nini? Nilipotaka kumshambulia tu, ghafla nilishambuliwa mimi. Na sielewi imekuwaje. Kwa hiyo, unataka kuniambia hapa duniani kuna mtu ana nguvu zaidi yako? Hapana. Hakuna mwanadamu anayenishinda nguvu mimi. Lakini hizo nguvu zimetoka kwa Muumbaji. Za Muumba? Ni Muumbaji gani huyo? Siwezi kumtaja kwa jina. Maana nikimtaja, anaweza kushambulia na nyinyi pia. Shit. Sofia, umeona? Huyo ndo kijana ambaye unasema unamwamini sana na anaweza akafanya kazi yetu vilivyo. Sasa kafanya nini? Kulikuwa na haja gani ya kumtafuta msaidizi? Kumbe hata yeye mwenyewe hamwezi Baby Supu. Jeni, unasikia kabisa anakuambia kwamba kuna nguvu imemshambulia. Na hiyo nguvu ni nguvu ya Muumba. Wewe unataka nini hapo? Nguvu za Muumba? Huyo Muumba ni nani? Jeni, ameshakwambia ni nguvu ya Muumba. Wewe unachotaka hapo ni kitu gani? Au wewe Muumba umjui? Lakini sawa. Ila Sofia, itabidi tuendelee na hii kazi kwa sababu bado haijaisha. Ndiyo Jeni, itabidi tushirikiane naye kufanya hii kazi. Maana hii kazi ishaonekana imekuwa ngumu. Basi sawa Sofia. Sawa. Janeti, hivi unajua Mungu yupo? Yaani Mungu yupo na leo mimi nimeuona ukuu wake ndugu yangu. Una maana gani kusema hivyo? Janeti, nimekuwa nikisikia uchawi upo, lakini sikuwa naamini. Leo kwa mara yangu ya kwanza nimeuona uchawi. Leticia, hivi unajua kwa sikuelewi? Unamaanisha nini kusema hivyo? Janeti, leo wakati natoka shuleni mimi na Baby Supu, wakati tuko njiani tunatembea, kuna mtu alitokea mbele yetu. Na huyo mtu alikuwa sio mtu wa kawaida kwa sababu alikuwa na macho meusi, alafu kwenye zile lenzi zake za ndani ni kama vile alimevilia damu. Yule mtu alikuwa anatutazama sana na ametuangalia kwa muda mrefu mpaka akaanza kuniogopesha. Sasa nikawa najiuliza huyu mtu anataka kunizuru mimi au anataka kumzuru Baby Supu. Lakini tu kama Mungu nikawa nimekumbuka kwa sababu mimi huwa nikiwa naenda shuleni huwa naendaga na Bible. Nikakumbuka kwa nini nisichukue Biblia mimi nikamuomba Mungu nikamuita Yesu aje kunitetea. Ndugu yangu nimechukua Biblia nikaanza kumkemea yule mtu. Nimeita jina la Yesu mara 3. Yule mtu nakwambia kayayuka yeye kapotea. Leticia, kuna niona mimi mtoto mdogo sasa unakuja kunidanganya. Hivi unamzungumzia huyu Baby Supu, mtoto wa Mr. Benny au Baby Supu gani? Huyo Baby Supu nakwambia. Mimi nimesali na wakati huo nasali ndugu yangu mimi nilikuwa naogopa. Ila tu niliamua kumuita Mungu kwa imani. Nimelitamka jina lake mara 3. Yule mtu nakwambia kayayuka na alikuwa na move kutufuata. Toba. Hii ni hatari. Ndugu yangu kwanza mimi nimeogopa. Lakini tu kitu ambacho nimekuja kujua, Mungu yupo jamani. Yaani Mungu kimuita popote anatokea, kikubwa tu muite kwa imani. Kabisa. Hata hivyo hata mimi juzi nimetoka zangu nyumbani naelekea kwenye kibanda cha M-Pesa. Rafiki yangu, kilichonikuta mara ghafla niko barabarani nikavamiwa na watu, kanifunika na roba usoni. Wakaanza kunipiga. Wamenipiga kama ngoma. Nikahisi labda niwezi, lakini sasa cha ajabu, hawajanisachi, hawajanipola simu, walinipiga tu afu baada ya hapo wakakimbia. Janeti.
Inawezekanaje watu hakuvamia na hakupiga na wasikuibie chochote? Kwani wewe kuna mtu yoyote ambaye umemkosea? Leticia, mimi sina mtu yoyote ambaye nimemkosea. Na sijui kwa nini walifanya vile. Ila kuna mtu namuhisi. Mtu unamuhisi? Ni mtu gani huyo? Ni mke wa Mr. Beni. Kwa sababu pale tu wale vijana walivyokimbia ile nanyanyua sura niondoke, nikakutana nao uso kwa uso. Alikuwa yeye na ndugu yake. Kabla ya kunipa pole wanaanza kuniziaki. Kwa hiyo yani nahisi tu kwa namna moja au nyingine atakuwa amehusika. Sasa mke wa Mr. Beni anahusika kivipi? Kwani wewe kuna chochote ambacho ulishawahi kumkosea? Sijamkosea kitu chochote. Ila sijui tu ni kwa nini kafanya vile. Kama ni yeye kafanya. Pole sana. Kitu kimoja tu ambacho nilikuwa nataka nikuombe rafiki yangu. Inabidi tuanze kwenda kanisani. Inabidi unaangalia hata nafasi siku moja unaenda kanisani unasali. Unajua hii dunia kwa sasa imechafuka na ina mambo mengi sana. Kwa hiyo inabidi tu tuwe karibu na Mungu ili kusudi yeye anatutetea popote tulipo. Ni kweli kabisa Leticia unachokisema. Na hata mimi natamani kwenda kanisani, lakini kama unavyojua niko busy sana kwa kweli. Yaani niko busy mno. Kwa sababu hiyo Jumapili unaoizungumzia hapa. Ndio hiyo natakiwa nipumzike, hiyo nifue nguo, hiyo nipasi, nifanye usafi wa ndani. Kwani mambo ni mengi na sijajua nawezaje kutenga huo muda kwa sababu nina siku moja tu ya kubaki nyumbani. Janeti, ni kweli uko busy. Ila mimi ningekuomba tu unatenga muda kidogo wa kwenda kanisani. Unajua kanisani hauchukui muda mrefu sana. Unaweza kutumia masaa yako 3 au 4. Ukisharudi nyumbani unaendelea na mambo yako. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakuomba tu jaribu kutenga tu hata siku moja unaenda kanisani. Unajua kusali haichukui muda mrefu sana. Kanisani unaweza kukaa masaa yako 3 au 4. Hiyo inatosha sana kumuita Mungu na kujikabidhisha mbele yake. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba ufanye hivyo rafiki yangu. Basi sawa. Mimi ni nani nipinge ushasema. Nitakuwa naangalia hata kwa mwezi hii tokea tumeenda kanisani mara 2 sio mbaya. Basi sawa, pole lakini kwa kubondwa. Asante na wewe pole, umekutana na mchawi. Asante sana. Okay. Mke wangu, najua umenikasirikia sana na kuona kabisa umeninunia. Mke wangu, naomba unisamehe kwa kile ambacho kimejitokeza jana. Binafsi sikupanga kabisa kukukasirisha na wala sikupanga kukupiga, ila ilitokea kwa sababu tu kichwani kwangu jana kulikuwa kuna vitu vingi sana ambavyo vimeenda tu ukone kwenda kuzungukia. Lakini kwa jinsi ambavyo unanijua mume wako, sijawahi kuwa na tabia ya namna hiyo. Sijawahi kuwa na tabia ya kukupiga kabisa mke wangu. Nakupenda sana. Na ndio maana najutia kile ambacho nimekifanya. Sipendi kukuona ukiwa na huzuni. Unajua mke wangu wewe ni mzuri sana. Kwa ukiwa na huzuni ama ukiwa umenuna muda mwingine unakuwa tena hata upendezi. Nisamee mume wako alafu urudi kwenye furaha yako, sawa? Ndivyo ulivyo. Na hii ndio tabia yako mume wangu. Kwa mimi nishakuzoea. Haina haja ujitetee sana. Hivi mume wangu, unadhani yale yote ninayofanya na kunyanyasa au na kunyanyapaa? Sio mimi. Ndio mtoto wako ndo anayefanya mimi nafanya haya yote. Hii ni mimba ndio inonipelekesha. Hivi au kisa nilikwambia unibebe? Unanibeba, unaniangusha, unanifanyia vitu vya ajabu, unafanyia vituko vyote navumilia mume wangu. Kwa nini lakini unakuwa hivi Kanoni? Una huruma na huyu mtoto? Umeonea huruma? Hapana mke wangu. Usiseme hivyo. Mimi najali kuhusu wewe, najali kuhusu mwanangu pia. Na ndio maana nimeona kabisa kwamba nimekuudhi mke wangu. Najua hata mwanangu atakuwa amekasirika sana. Niko hapa kuomba msamaha mke wangu. Ukinisamehe wewe mwanangu pia atakuwa amenisamehe. Hebu
naomba usikae na hiyo hasira yako. Tutaishije kama utabaki kuwa na hasira kama hivyo? Tutakuwa tunaangaliana kweli ndani? Au tutakuwa kila mtu akitoka anatembea tu, hamsalimi mwenzake, hasemeshi mwenzake, yani tunatazamana tu? Hatuwezi kuishi hivyo mke wangu, lazima tusameheane. Na kuna wakati pia kwenye familia ni kama vikombe kwenye kabati, kuna wakati lazima vigongane. Kwa hiyo nadhani mimi jana ilikuwa ni siku yangu mbaya ambayo kiukweli lazima nitakuwa na kumbukumbu nayo sana. Nimekugafilisha mke wangu na nimekuwa tayari kurudi nyuma na kuomba msamaha mke wangu, kwa sababu najua nimekukosea. Naomba nisamehe sana. Hapana mume wangu, haupo sawa. Sio kwamba unanikosea tu mimi, unikosei tu mimi, unamkosea hadi mtoto. Unadhani unavyofanya mtoto haumii? Mtoto pia anaumia. Alafu hii hali mimi sio kama shi kubeba mimba labda nikafanyia na mengine labda sijui. Hapana, wewe mume wangu na mwanaume wangu wa kwanza, na ndio maana yote nafanya, kwa sababu mimi sijui kubeba mimba. Na hii hali inatokea kwa sababu mjamzito yoyote yule lazima apitie hali kama hizi. Ila wewe unadhani mimi nakupelekesha? Mimi sijui kukupelekesha, nafanya kwa sababu mtoto ndo anayetaka. Akisema mwambie baba acheze, baba acheze. Akisema mwambie baba afanye chochote kile, nafanya. Ndio maana mtoto anakuambia nibebe. Ila lakini unavyonibeba tu, ukishakumbuka jambo lako tu unanidondosha. Utakuja kuniua ipo siku mume wangu. Hivi unavyofanya hivi, mara unipige. Yaani navumilia sana kwenye hii ndoa, lakini mume wangu unavyofanya sio vizuri. Hata yani ufanye vizuri kabisa. Sawa mke wangu, mimi nimekuelewa. Niwie radhi kwa kilichotokea. Nisamehe sana. Sawa mamangu. Okay. Unataka nikusamehe? Ndio mke wangu. Sawa. Muombe mtoto wako msamaha. Kama atakusamehe sawa. Kwa hiyo mke wangu, nikimwomba msamaha mwanangu akinisamehe na wewe utakuwa umenisamehe, si ndio? Haya basi inuka mamangu. Haya basi inuka mamangu, ni muombe msamaha mwanangu. Njoo mama. Sawa mke wangu. Naomba msamaha mtoto wangu, sawa? Sawa, muombe msamaha sasa. Mwanangu, baba yako nimemkosea sana mama yako. Na kwa kuwa nimetambua kuwa nimemkosea mama yako, basi niko hapa kumuomba msamaha mama yako, lakini pia wewe mwanangu. Nimemgafisha sana mama yako, nimempiga, nimemuudhi. Hivi sasa amenuna, hataki kuongea na mimi kabisa yani. Kwa hiyo kiukweli sina amani moyoni mwangu. Na kama sina amani baba yako, maana yake siwezi kutafuta nikiwa na amani. Unajua lazima nitoke nikapambane baba yako, nikahangaikia familia. Kwa hiyo najikuta tu nakuwa sina amani, na kama nitakuwa sina amani maana yake sitakuwa na baraka kwenye utafutaji wangu. Nimekuja kuomba msamaha kwa ajili ya kuiomba msamaha familia yangu, mama yako, wewe mwanangu, ili mbaki kuwa na furaha, ili hata nikiwa natafuta niwe na baraka tele kutoka kwenu. Nisamehe baba yako, nimemkosea sana mama yako. Unamwombaje mtoto msamaha hivyo? Mbona kama unambwekea hivi? Unadhani hivyo ndo anakusamehe? Huyu hawezi kusamehe kwa msamaha wako huo, mwanangu sijui nini. Tumia sauti ya kimahaba kwa mtoto. Ongea na mtoto wako kwa mahaba mazuri. Mwambie mtoto, mwanangu mzuri, najua nimemkosea na mama yako, basi naomba unisamehe. Kwa mapenzi, huyu anakusamehe, lakini ukitumia sauti ya ukali hawezi kusamehe kamwe. Kwanza ataona unazidi kumtibua. Kwa hiyo hapa unatakiwa utumie sauti ya busara kuongea na huyu mtoto. Mbembeleze mumangu. Hebu bembeleza basi. Anyway. Sawa. Junior, baba yako niko hapa kukuomba msamaha mwanangu. Siwajua nakupenda baba. Najua Junior, ukija hapa utakuwa ni furaha yangu. Kwa hiyo sitaki kuipoteza furaha kabla wewe haujaja. Napenda sana familia yangu mwe mna furaha, mama yako na wewe. Mkiwa na furaha nyinyi, maana yake baba yenu pia mimi nakuwa na amani kwenye maisha yangu. Kwa hiyo mwanangu, nisamehe sana baba yako kwa kumuudhi mama yako. Kwa kuwa baba yako niko hapa kuomba msamaha, maana yake nimejutia yale ambayo nimeyafanya kwa mama yako. Sitarudia tena kumpiga mama yako. Sitofanya chochote ambacho kinaweza kumfanya akagafirika, akanuna kama alivyonuna sasa hivi.
akakasirika kama alivyokasirika sasa hivi. Nisamehe baba yako. Nakupenda sana 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 mwanangu. Nampenda sana mama yako. Najua lazima utanisamehe. Basi. Chukua ndoo yako uende chooni, usije ukajinyea bure. Maana nishakuona hapa unaongea hata vieleweki. Chukua ndoo yako uondoke. Mke wangu, ni kweli umenisamehe? Kanoni, chukua ndoo uende chooni, usije ukajinyea. Basi sawa mke wangu. Na ni kweli ningejinyea. Kwa ninavyojiona. Nakupenda. Hello, mambo vipi mwanafamilia wa New Baby Soup TV? Ni sisi tena. Tumekuja mbele yenu tuna taarifa mpya. Na taarifa hiyo ni kwa sababu mnatupenda na kutusupport. Najua nyinyi ni wapenzi wa movie nzuri na series kali. Sasa tumekuja hapa kukuelekeza ni series gani unatakiwa kwenda kuiangalia baada ya kumaliza kutizama series yetu pendwa ya Mtoto wa Ajabu. Kuna series inapatikana katika chaneli ya Kasai Films. Series inaitwa Moyo. Unatakiwa kwenda kuiangalia. Na ukishaipata ukaitizama, I hope utaenjoy sana na utakuja hapa kutushukuru. Karibu, nenda kaenjoy. Movie yetu ndo kama hiyo uliona hapo kwenye cover. Thank you, we love you. Tuendelee kuenjoy. Mchinji, hivi unajua leo nimeota nimepata kazi? Nimepata kazi? Ndio, nimeota nimepata kazi. Kazi gani hiyo? Nimeota nimepata kazi ya ulinzi. Na vizuri zaidi sasa, ulivyovaa zile sare za ulinzi na kale kafimbo kale, ulipendeza wewe. Yaani ulipendeza hatari. Aise Farida. Kondo kuniambia umeota mimi nimevaa magwanda kabisa, nimekuwa kama vile poti na kirungu changu. Ndio hivyo. Na kizuri zaidi, hiyo kazi nakwambia hata sio mbaya kwa sababu ilikuwa inakupatia pesa nyingi za kutosha. Ulivyopata zile pesa nakwambia uliendelea na maisha yako na ukapendeza kabisa, ukang'aa mtoto wa watu. Itakavyokuwa mimi nasema tu insha Allah, chochote yani kitakachokuja mimi nakipokea. Lakini sasa sipati picha jinsi itakavyokuwa. Sasa ndo tuashumu sasa nimevaa hizo gwanda na huu urefu, mixa kirungu. Nitaonekana kama vile sungusungu askari jela. Alafu mbona hiyo kazi hata sio mbaya sasa Kichinjili. Unajua mimi sipendi bado unatoka nyumbani si unasema unaenda Lodi, si mara Capricorn. Mimi napenda upate kazi ya uhakika kwa sababu ukipata kazi ya uhakika utakuwa na uhakika pia wa kupata pesa. Ila kama unaenda tu huko si unakaa unasubiri upewe kazi za watu, unakuwa huna uhakika wa kupata pesa. Kwao naomba tu Mungu iwe kweli. Mimi niseme tu sawa, tumwachie Mungu. Mungu ndo afanye maamuzi, mimi nipate hiyo kazi na mimi niwe afande. Nitafurahi sana. Habari zenu jamani? Salama tu sister. Nadhani imekuwa kama bahati tumekutana hapa. Farida, samani. Nilikuwa nahitaji kuzungumza na nyinyi wawili kama mtojali. Wewe tena. Leticia, unataka kuongea nini tena hapa? Wewe tayari tumeshaongea na tukamalizana. Haya, hapo tena unataka uanze kulopoka nini? Farida. Sasa hiyo ndio adabu gani? Muache dada yako aongee tumsikilize. Alafu sio kitu kizuri hicho unachokuwa unakifanya. Sasa unakuwa unamkatisha na kwa na maana gani? Sister, unaweza kuzungumza tukakusikiliza. Asante sana kakaangu. Na pia samani kakaangu. Nadhani unajua kuwa Farida ni mke wa mtu na hajapewa talaka kwenye ndoa yake. Kwa hiyo unachokifanya hiki sio kitu sahihi. Kumchukua na kumweka nyumbani kwako na kuishi naye sio vizuri kwa sababu huyu bado ni mke wa mtu. Na isitoshe, huyu ana wazazi wake, ana ndugu zake. Unapomweka nyumbani kwako na hujatoa taarifa yoyote, sio kitu kizuri. Hivyo umeshaimagine siku akipata matatizo utampeleka wapi? Kwa sababu sisi ni binadamu. Tunakufa, kuna kuumwa, kuna kupata matatizo yoyote yale. Wewe umemweka pale hujaongea na mtu yoyote. Ni heri hata ungeongea na mama yake basi. Ukamwelezea kuwa mimi na mtoto wako naishi naye nyumbani kwangu kwa situation hii na hii. Lakini hujafanya hivyo. Na pia mimi dada yake nipo. Kwa nini hata usingeniambia kwamba mimi nakaa na mdogo wako, sisi tuna mipango hii na hii. Lakini hujafanya kitu kama hicho. Huoni kama sio kitu kizuri? Umeshaimagine sasa siku moja akaumwa au akapata matatizo yoyote yale. Unahisi utampeleka wapi? Au ikitokea amekufa? Wewe.
Dada na wewe inatosha basi. Hivi dada, kwa nini unalombaya kiasi hicho? Kwa hiyo dadangu, wewe hupendi mdogo wako niwe na amani. Nikikaa tu nikatulia nikaa na amani yangu kabisa, unataka uivuruge yote iishe, si ndio? Kwa hiyo nataka tu mimi nikae muda wote nalia nina huzuni Nisikilize. Tumeshaongea na tukaelewana na tukayamaliza. Kinachokufanya ulopoke hapa ni nini? Wewe, naomba usinifuatilie. Yaani usifuatilie maisha yangu kabisa. Kwa nini unakuwa na roho mbaya kiasi hicho? Siache roho mbaya wewe, niachie amani yangu ambayo ninayo sasa hivi. Farida, wewe ndio unachokiongea ukawa sahihi. Wewe ndio unajua kweli mimi na roho mbaya. Lakini hichi ambacho nakifanya kinasababisha mpaka unaniita na roho mbaya. Sikifanyi kwa makusudi. Ni kwa manufaa yako wewe pamoja na huyu mwenzako. Hivi Farida, ulishawahi kukaa chini ukafikiria siku moja ukiumwa utamsababishia matatizo gani huyu kijana wa watu? Au siku moja yule mwanaume wako akiamua kuwashtaki au kufanya kitu chochote, huyu mkako utamweka kwenye hali gani? Kakaangu, kama kuna kitu nimekiongea hapa nimekukosea, naombeni mnisamehe sana. Lakini ukikaa chini ukafikiria maneno yangu, nadhani wewe kama mtu mzima utajua na maanisha nini. Mimi ni mtu mzima na ninachokiongea mimi nakijua na nimekifikiria muda mrefu sana, na ndio maana nimewaambia. Lakini mkiona hakina maana pia mnaweza kukipuuzia. Ila ningependa mkae chini mlifikiria hilo, kwa sababu sisi ni binadamu na tunapita tu. Kwa hiyo kaeni chini mlifikirie. Na kitu kingine, naombeni tu niwatakie mchana mwema. Kiti, wakiti. Janeti, nimepita hapa kwako kwa sababu leo kazini kwetu siku nzima ulikuwa hauko kwenye mudi nzuri. Kwa hiyo wasiwasi wangu nataka kujua una shida gani inakusumbua, au ndio unataka kumaanisha kuwa bado umehifadhi yale yaliyojitokeza nyumbani kwangu jana? Wala hata mister, mimi sipo huko kabisa, kwa sababu yaliyotokea jana yameshatokea. Sema tu labda ni kwa sababu ya uchovu, nilikuwa nimechoka ndo maana. Janeti, kwa muda mchache nilioishi na wewe nimeshaanza kujua baadhi ya tabia zako. Kwa hiyo huwezi kunidanganya kama hivyo unavyomaanisha tu. Mimi nakujua. Siku zote tumekutana, haujai kuwa mtu wa design hiyo ulionayo sasa hivi. Niambie ukweli. Na kama ni kile kitu ambacho kilijitokeza, mimi naomba unisamehe, kwa sababu huenda nilifanya maamuzi yale kwa kuwa nimekasirika sana. Mr. Beni bwana. Haina haja hata ya kuomba msamaha kiasi hicho. Na imekuwa nzuri sana umepita hapa nyumbani kwangu, kwa sababu nilikuwa na ombi. Nilitamani sana unitimilizie kile kitu ambacho nilikuombaga kipindi kile. Ombi? Ombi gani hilo Janeti? Nilikuwa naomba nisiwe nakuja pale nyumbani kwako. Janeti, lakini tumeshazungumza. Na nimekwambia wazi kuwa naomba unisamehe kwa kile kilichotokeza. Na pia sisi ni binadamu, ni kama vikombe kwenye kabati moja, hatuwezi kuacha kugongana. Kama ni swala la mke wangu, mimi nitalipambania na litakuwa sawa. Na hata ile jitokeza jana, najua kuna sehemu nilikosea, maana sikujua nini kinaendelea. Na siwezi acha kukutuma nyumbani kwa sababu ndio mfanyakazi wangu. Utakaposema nisikutume, maana yake sasa itabidi nitafute mtu mwingine mbadala wako. Na which is not correct. Ni kweli. Lakini mimi natamani sana, au namuomba Mungu kuwa nisije nikawa chanzo cha ugomvi wenu. Natamani niwaachie amani ambayo nimewakuta nayo. Pia hata mimi nibaki na hii amani yangu ambayo mmenikuta nayo. Kwa ingependeza zaidi kama nisingefika pale nyumbani kwako, kwa sababu ingetutengenezea sisi wawili kuwa tuko sawa na isingetokea shida yoyote ile. Na istoshe, kuna vitu vingi sana vinatokea mister, ambavyo viko nyuma ya pazia na wewe hauvijui. Ukizingatia juzi hapo nimetoka kuvamiwa na watu ambao hata siwafahamu. Na sijui hata nilikuwa nimewakosea nini. Wamenivamia watu na kunipiga sana. Na baada ya wale watu kukimbia,
Hapo hapo mke wako akatokea, na badala ya kunipa pole alianza kuniziaki. Kwa nilihisi kabisa kuwa kwa namna moja au nyingine atakuwa amehusika. Janet, ina maana ulivamiwa? Ndio. Na kwa nini hukuniambia? Ndio maana nikasema sitamani kuvuruga amani ya mtu yoyote yule. We, Janet, nisikilize vizuri, sawa? Nisikilize tena kwa makini. Kuhusu hilo swala la mke wangu nitaenda kudili nalo. Yaani nitataka nilijue vipi linaendaje, na kuhusu hata watu walokuvamia nitafanya uchunguzi wangu nijue ni wakina nani na walitokana na nini. Ila kitu kikubwa tu ambacho mimi ningependa, ninaomba unisamee mimi kwa sababu huenda nilikukosea kwa namna moja au nyingine. Ila nisamee sana. Na hata hivyo muda umeisha. Nasikia simu yangu inapiga alarm. Natakiwa kuenda kwenye kikao. Kwa hiyo kabla sijaondoka nitamani nisikie msamaha wako. Sawa bosi. Hata haina shida. Kwangu mimi yameshaisha. Kwa hiyo umenielewa? Ndio. Basi sawa, nimefurahi sana. Na acha nitoke, but take care, okay? Ina maana nataka kuniambia kuwa yale maneno ya dada ambayo alikuwa anaongea pale yamekuingia kichwani, si ndio? Maana nimekuona muda mrefu sana umesimama hapa ukiwa na mawazo. Naomba nisikilize vizuri Kichenjere. Wewe ndio ambaye unaelewa maumivu yangu mimi. Hakuna mtu mwingine kabisa ambaye anaweza kanielewa. Sio mama, sio dada yangu. Hawezi kuelewa ambacho nakipitia kwa sasa, lakini wewe peke yako ndio unayetambua hilo. Usije kuniambia tena sasa hivi huna nia tena ya kunisaidia. Yaani umeshanichoka tayari. Unataka tena nirudi kule kwa Kanoni, kwenye tanuru la moto ambalo naelewa kabisa moto wake hata wewe pia unaujua. Kila siku napigwa. Ni mateso, ni maneno kila siku, ndo kwanza nimeletewa na mwanamke mwingine. Mimi ni binadamu Kichinjile. Naumia. Kwa hiyo kama naumia, hakuna ambaye anaweza kunielewa. Ila wewe peke yako ndo umeweza kunisaidia mimi. Sasa kwa nini unamsikiliza dadangu? Au ni kweli hutaki tena kunisaidia, si ndio? Farida, sina maana hiyo ambayo wewe unaizungumza. Lakini maana halisi alichokizungumza dada yako ndio hicho ambacho kinaweza ikajili endapo mimi nitafanya makosa au nitafanya uzembe kidogo tu. Unajua Farida, wewe ni mke wa mtu na bado hata hujapewa talaka. Lakini mimi naishi na wewe kimagendo sana. Yaani sina visa kabisa kuishi na wewe. Ila naishi na wewe tu kwa sababu mimi ndo chanzo cha wewe kupitia haya ambayo unapitia mpaka hivi sasa. Lakini pia Farida, mimi kukaa hapa kuwaza sio kwamba nawaza kwa ubaya. Lakini lazima niwaze kwa sababu mimi naishi hapa na mdogo wangu. Pia kuna dadangu ambaye anakaribia kuja. Vipi mimi nikiwa hatarini? Wao wataishi vipi? Kwa kuna muda lazima niwaze Farida. Lakini haina maana kwamba mimi nahitaji nikufukuza au nikuondoe hapa nyumbani. Kwa sababu mimi nilikupa mpango, lazima ndoa yako ikae sawa. Na mimi huyo ndo nitakayefanya ndoa yako mpaka iwe sawa. Na bila kusahau ni kwamba wewe ni mke wa mtu Farida. Yaani wewe bado ni mali ya mtu. Bado upo katika usimamizi wa mtu. Yaani bado upo katika saini za Bwana Ngosha. Kiti. Mimi naelewa kama mimi bado ni mke wa mtu. Lakini pia hebu angalia, wewe ndio unayekutegemea. Yaani najisikia vibaya sana kuona mtu ambaye namtegemea na yeye tayari ameshakata tamaa. Unavyosema kwamba sijui unanilinda, unaangalia namna gani ya kunirudisha nyumbani kwangu kukiwa na amani. Ni sawa. Lakini Kanoni sio binadamu, ni mnyama. Hebu angalia, ameweza kunitolea watoto wangu tumboni, damu yake yeye mwenyewe ameweza kuiua na kuiteketeza kabisa. Huo ni ubinadamu? Hana uchungu na mimi, hana huruma na mimi. Kanitolea watoto wangu, nimepeleka hospitali na penyewe ameambiwa enda akatoe bili za kule, amekataa. Hata tu kuja kuniona amekataa. Na akaona haitoshi, kanipiga na lungu nusura nife. Na akakataa kesi, akanikabidhi kwako. Yule ni binadamu Kichinjile.
lakini mimi ni binadamu, nina moyo wa nyama, sina moyo wa chuma. Naumia mateso nayoyapitia mimi, naumia Kichinjile. Ni sawa, kama unaona ni ngumu kunisaidia au kunipambania, hamna shida, mimi nitaondoka, nitakuacha na amani yako. Acha niende nikaendelee kuteseka huko kwa Kanoni. Si ndio unachokitaka? Wenda ndo tafurahi. Sawa, naondoka. Farida, nimesikia unataka kuondoka. Unaenda wapi? Sebiga, hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kaondoka katika nyumba yetu. Hapana Kichinjile, mimi tayari nimeshakubali kwamba nitaondoka. Acha tu niondoke. Kwa ina maana nilichokisikia ni cha kweli, kuwa unataka kuondoka. Na unaondoka unaenda wapi? Sebiga, mimi nadhani ingekuwa vyema sana au ingependeza zaidi ukaniacha niendelee kuzungumza na Farida, kwa sababu mpaka hivi sasa bado hatujafikia tamati ya mazungumzo yetu. Kwa hiyo ni vyema ukaendelea kufanya mambo mengine, mimi nikaendelea kuzungumza na Farida. Tafadhali naomba uweze kutuacha. Oh. Basi sawa Blaza Kichi. Farida, nilichokizungumza hakina maana kwamba mimi sikutaki hapa nyumbani. Nafasi ya kuendelea kubaki hapa bado ipo. Na nitahakikisha mpaka ndoa yako inakuwa sawa, ndipo nitakapokuruhusu uweze kwenda nyumbani kwako. Lakini nilijaribu tu kuwaza mbele ya muda, kwa sababu lisemwalo lipo, na kama alipo basi linakuja. Na nilichokizungumza dada yako kina ukweli ndani yake. Kwa hiyo nilijaribu tu kuwaza na kufikiria. Lakini uwe karibu nyumbani, endelea kuishi. Kwa hiyo nikutoe tu wasiwasi. Wewe bado utaendelea kuishi hapa mpaka mambo yako atakapokuwa sawa. Kweli Kichinjile? Ya, kweli. Hello, mambo vipi mwanafamilia wa New Baby Supu TV? Ni sisi tena. Tumekuja mbele yenu, tuna taarifa mpya. Na taarifa hiyo ni kwa sababu mnatupenda na kutusupport. Najua nyinyi ni wapenzi wa movie nzuri na series kali. Sasa tumekuja hapa kukuelekeza ni series gani unatakiwa kwenda kuiangalia baada ya kumaliza kutizama series yetu pendwa ya Mtoto wa Ajabu. Kuna series inapatikana katika chaneli ya Kasai Films. Series inaitwa Moyo. Unatakiwa kwenda kuiangalia. Na ukishaipata ukaitizama, I hope utaenjoy sana na utakuja hapa kutushukuru. Karibu, nenda kaenjoy. Movie yetu ndo kama hiyo uliona hapo kwenye cover. Thank you, we love you. Tuendelee kuenjoy.